Thank you for your mercy and your power, King of glory. We love you, King of glory. Kitabu cha Methali. Kitabu cha Methali. Sura yake ya 4 mstari wa 23. Pamela tunisaidia kusoma kwa lugha ya Kiswahili. Proverbs chapter 4 verse 23. Linda moyo wako kuliko yote uyapendayo, maana ndiko zitokapo chemchemi za uzima. Kinywa cha ukaidi ukitenge nawe, na midomo ya upotovu iweke mbali nawe. Amen. Bwana Yesu asifiwe. Kwa majina ninaitwa Maxwell Pepela Makale Msenaka. Zaidi ya yote nimeokoka. Yesu Kristo ni Bwana. Mimi nimeoa, niko na mke, niko na watoto. Kwa sababu ya kutokupatikana kwa sababu ya shughuli za kazi, vile Reverend alisema, ndio sababu huwa sipatikani mara nyingi. Lakini mchana wa leo ningependa tushiriki neno la Mungu kwa ufupi. Naamini ya kwamba Bwana atawabariki. Mwandishi wa kitabu cha Methali kuna siri alikuwa nayo katika maisha yake. Na Wakristo wengi ama wanadamu wengi, kuna vitu ambavyo wanadhamini katika maisha yao. Kuna watu wanadhamini mavazi, kuna watu wanadhamini mashamba ambayo wako nayo, kuna watu wanadhamini magari ambayo wako nayo, kuna watu wanadhamini vile vitu ambavyo vinawafanya wakifurahia katika ulimwengu huu. Lakini huyu mwandishi wa Methali alitambua kitu kimoja, akasema ya kwamba linda moyo wako kuliko vyote ulindavyo, maana ndani ya moyo wa mwanadamu hapo ndipo kuna uzima. Jina la Bwana lipewe sifa. Kabla sijaenda sana, unajua mtu anapogonjeka, wala ambao ni madaktari ama umeshawahi lazwa hospitali, kuna kifaa fulani daktari anaweka kwa sikio lake. Wakati anapoweka kwa sikio, anaweka mahali roho yako iko. Anasikia huo mdundo wa roho unadunda kivipi, na kwa sababu yeye ana uwezo wa kuelewa kawaida ya mdundo wa mwanadamu, atakwambia ya kwamba tunahitaji tufanye vipimo kadhaa. So huyu mwandishi wa Methali alipoandika akasema ya kwamba linda moyo wako kuliko vyote ulindavyo, maana hapo ndipo zitokazo chemchemi za uzima. Wapendwa, kitu cha maana katika maisha ya mwanadamu, wakati unapoona mwanadamu anatembea akiwa na afya, elewa ya kwamba roho yake iko salama. Wakati moyo umegonjeka kama mwili umeumia, utakuta kwamba huyo mtu hana amani, kuonyesha kwamba kuna mambo fulani katika maisha yake yako na tatizo. Haleluya. Wakati Mungu alipomuumba mwanadamu wa kwanza, Mungu alipuliza pumzi yake ambaye ni roho yake akaweka ndani ya mwanadamu, ili ya kwamba huyu mwanadamu aishi nafsi hai. Na hivyo kitu nataka kuongelelea asubuhi ya leo, ili ya kwamba maisha yetu yampendeze Mungu. Kama kuna kitu Mungu anapenda mtu anayerudishia Mungu ibada. Mtu yule ambaye anaenda mbele za Mungu na kuvunjika. Daudi alikuwa mfalme, na akasema ya kwamba nilifurahi waliponiambia
katika nyumbani mwa Bwana. Maana katika nyumbani mwa Bwana kuna suluhisho la maisha. Katika nyumbani mwa Bwana kuna uponyaji wa milele. Katika nyumbani mwa Bwana kuna utajiri wa milele. Katika nyumbani mwa Bwana kuna baraka zisizo na majuto. Ndio mwandishi akasema, linda moyo wako kuliko vyote ulindavyo. Wapenda, hiyo moyo wako linda. Moyo wa Mungu, jinsi Mungu alivyokuuliza mwanadamu ndani ya pumzi ndani mwake, hiyo roho wacha ibaki kuwa ya Mungu. Bwana Yesu asifiwe. Tuko na watu leo Mungu aliwapa pumzi. Mungu amewapatia pumzi. Mungu amewapatia roho yake. Anakataa kutumia roho yake, anaamua kutumia, shetani amemwingia, anatumia roho ya Mungu vibaya. Ina mikono ya kusema amen. Na ndio ya kwamba kuna wakati nilisema hivi, yule mtu umeshawailazwa hospitali, ukawekwa drip ya maji. Wakati unapoona drip ya maji ikitoka ama ikitotoka, elewa ya kwamba uko hai. Lazima lezi. Mungu anapenda hard people, wale watu wa kujituma, wale watu ambao wanaenda kufanya mambo. Sema amen. Wewe unangoja kukaribishwa kwa praise and worship. Unangoja kukaribishwa. Wake up. Which means you are not ready. Mtu yule ambaye ana kipawa cha Mungu anajileta. Na mtu mwenye ana kipawa cha Mungu anajituma. Siku moja nilihubiri kwa mjengo, nikifanya kazi ya mjengo. Kila sasa wakati watu wameshika kopo la uji na kideni wanakula, mimi nashika Biblia naanza kuhubiri. Kijana mmoja akakuja akaniambia, "Hatunajua watu wenye wao wanaokoka ni watu sura mbaya." Hiyo kitu iliniuma sana. Ilibidi nitafute kioo. Niende niangalie kama mimi na sura mbaya au niko na sura nzuri. Na kabla wakati nakaribia kioo, tulikuwa tunafanya mjengo unakamilika, walikuwa wanaweka vioo. Niona neno limejiandika hapa ya kwamba Mungu alifanya mwanadamu kwa mfano wake. Which means alisema God, kama mimi ni sura mbaya, kama Mungu ni sura mbaya. Unajua sisi tumefanya vitu vingine mpaka wanadharau kanisa leo. Kanisa halina dhamana kwa sababu ya vituko vya wanadamu. Kwa sababu ya kutolinda Mungu. Bwana asifiwe. Wewe hata utakuja ibada umekuja kuangalia fulani amevaa aje, fulani ameshuka aje, hizo ni pesa zetu. Hizo pesa kaa nazo. Wewe huwezi shiriki yako hiyo saidia Mungu. Kaa tu kijua hiyo. Wewe ukifikiria unasaidia hii kanisa, kaa na pesa yako, hata fungu la Mungu zitoe. Mungu anataka wale watu wa kulinda moyo. Mtu wa kulinda moyo ni mtu wa kufuata masharti. Mtu wa kulinda moyo ni mtu anafuata kanuni za Mungu, anasema ni kuhusu kutoa. Ina mikono kusema amen. Lakini unakuja tu hapa tunaenda kwa kanisa, hata wengine wako hapa wamekuja hapo wakufe waziko. Nashukuru Mungu utakufa. Leo nimekamilisha siku mshirika ameaga. Mimi nipata platform kwa sababu nina roho wa Mungu, nihubirie wenye dhambi. Na wewe kwa sababu ulikuja hapa uzikwe, tukusike na uende jehanamu. Najua hapa mwezi sana amen. Amen. Ina mikono kusema amen. Linda moyo wako kuliko vyote ulindavyo. Wakati unapolinda moyo wako, upendo unakuwa na amani. Maandiko yamesema ya kwamba na ujitenge na kinywa cha ukaidi. Mtu anasimama tu anatoa ushuhuda wa uongo. Nilimuona, niliota. Unajua kitabu cha Mhubiri kinasemaje kuhusu ndoto? Ndoto huja kwa sababu ya shughuli nyingi za mchana. Wewe uone mwanaume wa mtu hapo utamani. Kuja hapo unaanza kusema hata niliota nilikujia kwa ndoto, kumbe wewe ni mshika. Wewe ulimuona kwa barabara ukamfikiria, ukaenda kalala ukamuona. Unaanza kusema ati nimeota ndoto, Mungu ameniambia. Maandiko yanasema kwamba ndoto huja kwa sababu ya shughuli nyingi za mchana. Ndoto ya Mungu huja mara tatu kulingana na experience yako. Mungu akikuonya na kuonya mara ngapi? Kama mimi Mungu alinionya mara ngapi? Wakati nilibackslide 4 times, nikaacha wokovu, Mungu alinionya mara 3. Nakumbukanga tu 2. Lakini hii ya 3 huwa siikumbuki. Lakini Mungu alinionya. Na aliponionya nilirudi haraka sana. Sema amen. Sema amen. Wapendwa, tusikuje kwa kanisa kuomba viti.
Wacha tukuje na malengo na makusudi, tumfurahisha aliyetuumba. Bwana asifiwe. Unajua hata mimi nikihubiri na furahi, na hata usipofurahia hii injili najisikia mimi mwenyewe. Sema amen. Mungu anatafuta mtu atakayesimama kwa pengo, aseme ya kwamba mimi niko hapa. Kama Isaya alipomuona Bwana, Mungu akamuuliza ni mtume nani? Akasema Bwana, niko hapa, nitume mimi. Mungu anatafuta watu kama hao. Lakini wewe ukikuja kwa hii kanisa uko na malengo yako, ama kama kuna mmoja wa wachungaji alikwambia ukikuja kwa kanisa yetu tunamwagiananga vikoi na vikombe, sasa ukikuja kwa kanisa yetu utajaza kabati, toka hapa uende, kwa sababu vikombe havitaleta baraka kwa maisha yako. Unaona vile dada unachunga hiyo nywele yako, unaona vile unachunga hiyo sura yako mpaka unaweka makeup. Chunga moyo wako hivi, si kuchunga makeup na roho ni chafu. Mungu hapendi hivi. Haleluya. Roho mbaya inafanya hata unalaaniwa. Laana inaingia kwa familia. Nilienda Tanzania, sikumbuki mwaka gani, tukafika na mchungaji wangu. Tulipofika hapo, nikakuta dada mwingine mikono, unaona yule mtu mwenye amelemaa, mikono iko hapa. Hapa ndio mwisho wake. Nikauliza kwa nini huyu dada ilikuwa hivi? Pastor wangu, kumbe Mungu amemfunulia. Akasema mniitie huyo dada, nataka kumwombea. Alipokuja kwa ofisi, kile kitu kilifanyika. Alimuuliza dada, nini ilifanyika? Kwa sababu gani? Roho tu mbaya ndiye ilifanya kawa hivyo. Alikuwa anacheza keyboard kwa kanisa. Wakati dada mwingine alikuja, akasimama kwa wageni, vile dada yetu amesimamisha wageni. Bwana Yesu asifiwe, amen. Mimi naitwa so and so, mimi Mungu amenibariki, nimekuja kuwatembelea, lakini napenda kuimba. Sitaki kuongea sana, niweze kufanya nini? Kumalizia wimbo wangu wa ushuhuda. Hiyo ni kawaida yetu. Naomba mniruhusu nicheze kinanda. Bila alicheza tu hicho kinanda, huyu mwenye anachezanga hapo akasikia vibaya, mikono ikarudi kwa tumbo. Na hiyo ndivyo kulikuwa. Hata nimesikia watu wamepiga watoto mihoho. Si mihoho, ni roho mbaya ndani ya huyu mtu. Anaona katoto kako ni karembo, katoto kako ni handsome, anasikia vibaya hata wao ungekuwa hivi. Na mtoto hata ugonjeka. Roho. Hakuna ati alienda mahali akapewa vitu vimekaa kwa maisha yake. Roho ndiye inasababisha. Na mpendo, ukilinda roho yako katika maisha yako, ukilinda moyo wako, utaona baraka za Mungu. Hata uponyaji wenyewe utajileta. Kwa sababu hata mimi sidhani kama nina adui. Na unajua nikikuja hapo wasiponiambia kwamba nisihubiri nitakaa hapa, kwa sababu neno la Mungu ni la wanadamu wote. Si lazima nikuje nihubiri, it's not a must. Lakini kuna mtu akinyimwa hii microphone anaanza kurandaranda kwa makanisa. Ati yeye ni apostle. Hakuitwa lakini anarandaranda kwa makanisa. Mwingine akakuja huku nikiishi Kimilili. Anatoka huko Uganda, I'm sorry to say that. Ati brother, naona Mungu anaenda kukutumia kuja hapa nikuombee. Akaanza kuniombea akinisukuma. Akaanza kunisukuma tukafika mwisho. Sasa tumefika mwisho, huyu Mungu ananisukuma, ananipeleka wapi? Nilimshika, tulienda na yeye chini. Siwezi enda peke yangu kwa sababu si Mungu ameniangusha, yeye amenisukuma. Lakini tuko na watu kwa kanisa leo, Mungu akikuja kama mtu akugae, anajimachilia tu, anajua Asha hapo nyuma. Na akijua kama Asha yuko nyuma hata anguka. Utakonga hiyo kisoko chini mpaka upelekwe Kenyatta. Kitu kitaangusha chini. Hapa hakuna Mungu. Na ndio unaona kwa wanaume, ukiombea mwanaume kuanguka ni ngumu. Na ukiona mwenye ameanguka, kitu cha kwanza amepakama na saa hiyo anakombolewa na anakuwa mtu mzuri. Lakini wamama ni wanachochea huyu mtu analeta uongo kabisa. Sijui nini ilifanyika, nguo yake ilipotea. Nguo. Na kama kisulisuli kuje nisije kabeba ngoja kwa zilibebanga. Hii kisulisuli ya kubeba wanaita mkukuzo sifu si kama inaitwa ngapi. Ilibeba nguo ikaenda. Ni mchawi alichukua. Upepo ilikuwa kwa matembezi yake ikakuta nguo yako utaweka begi ikachukua. Unaanza kulaumu watu. Watu wako tu hapa wakisikia kitu kinafanyika wamenitumia kitu. Mimi wacha niwaambie. Mungu alipomuumba Adamu, aliumba Adamu
aliumba wanyama. Na alipoumba wanyama akamaliza, akaumba Adamu. Alipoumba Adamu akamwambia Adamu, nimekupatia mamlaka juu ya hawa wanyama wa angani, wa msituni na wa majini. So kitu chenye Mungu aliweka chini yako hakiwezi kunitisha. Hata nikute nyoka kwa boma yangu sasa nitaua na nitupe. Lakini Mungu akiona tu nyoka, yamenipata, nimeona nyoka nyeusi hapa. Hatujawahi ona nyeusi. Unaogopa kitu chenye Mungu alikwambia ukitawala. Wengine nilisikia kichoko iliwika tusijui sana ngapi. Walichinja tu choko bila makosa. Tamaa ya nyama. Ina mikono yako, sema amen. Wapendwa, tusipobadilika katika maisha yetu, tusipolinda mioyo yetu, tutateseka kwa matapeli. Tutateseka kwa wachungaji waongo. Imagine. Nairobi yenye ninakaa hii kuna mapasa wanajulikana waongo kabisa. Tena ni watapeli, tena ni watu wabaya kabisa. Hebu unaweza pause hapa kwanza niongee kitu. Wewe kuchukua kamera. Mungu anapenda hard people. Wale watu wa kujituma, wale watu ambao wanaenda kufanya mambo. Sema amen. Wewe unangoja kukaribishwa kwa praise and worship. Unangoja kukaribishwa. Wake up. Which means you are not ready. Mtu yule ambaye ana kipawa cha Mungu anajileta. Na mtu mwenye ana kipawa cha Mungu anajituma. Siku moja nilihubiri kwa mjengo, nikifanya kazi ya mjengo. Kila sasa wakati watu wameshika kopo la uji na kideni wanakula, mimi nashika Biblia naanza kuhubiri. Kijana mmoja akakuja akaniambia, "Hatunajua watu wenye wao wanaokoka ni watu sura mbaya." Hiyo kitu iliniuma sana. Ilibidi nitafute kioo. Niende niangalie kama mimi na sura mbaya au niko na sura nzuri. Na kabla wakati nakaribia kioo, tulikuwa tunafanya mjengo unakamilika, walikuwa wanaweka vioo. Niona neno limejiandika hapa ya kwamba Mungu alifanya mwanadamu kwa mfano wake. Which means alisema God. Kama mimi ni sura mbaya, kama Mungu ni sura mbaya. Unajua sisi tumefanya vitu vingine mpaka wanadharau kanisa leo. Kanisa halina dhamana kwa sababu ya vituko vya wanadamu. Kwa sababu ya kutolinda Mungu. Bwana asifiwe. Wewe hata utakuja ibada umekuja kuangalia fulani amevaa aje, fulani ameshuka aje, hizo ni pesa zetu. Hizo pesa kaa nazo. Wewe huwezi shiriki yako hiyo saidia Mungu. Kaa tu kijua hiyo. Wewe ukifikiria unasaidia hii kanisa, kaa na pesa yako, hata fungu la Mungu zitoe. Mungu anataka wale watu wa kulinda moyo. Mtu wa kulinda moyo ni mtu wa kufuata masharti. Mtu wa kulinda moyo ni mtu anafuata kanuni za Mungu, anasema ni kuhusu kutoa. Ina mikono yako, sema amen. Lakini unakuja tu hapa tunaenda kwa kanisa, hata wengine wako hapa wamekuja hapo wakufe waziko. Nashukuru Mungu utakufa. Leo ninanipigia simu mshirika ameaga. Mimi nipata platform kwa sababu nina roho wa Mungu, nihubirie wenye dhambi. Na wewe kwa sababu ulikuja hapa uzikwe, tukusike na uende jehanamu. Najua hapa mwezi sana amen. Amen. Ina mikono yako, sema amen. Linda moyo wako kuliko vyote ulindani. Wakati unapolinda moyo wako, upendo unakuwa na amani. Maandiko yamesema ya kwamba na ujitenge na kinywa cha ukaidi. Mtu anasimama tu anatoa ushuhuda wa uongo. Nilimuona, niliota. Unajua kitabu cha Mhubiri kinasemaje kuhusu ndoto? Ndoto huja kwa sababu ya shughuli nyingi za mchana. Wewe uone mwanaume wa mtu hapo mtamani. Kuja hapo unaanza kusema dai niliota nilikujia kwa ndoto, kumbe wewe ni mshika. Wewe ulimuona kwa barabara ukamfikiria. Ukaenda kalala ukamuona. Unaanza kusema ati nimeota ndoto, Mungu ameniambia. Maandiko yanasema kwamba ndoto huja kwa sababu ya shughuli nyingi za mchana. Ndoto ya Mungu huja mara tatu kulingana na experience yangu. Mungu akikuonya na kuonya mara ngapi? Kama mimi Mungu alinionya mara ngapi? Wakati nilibackslide 4 times, nikaacha wokovu, Mungu alinionya mara 3. Nakumbukanga tu 2. Lakini hii ya 3 huwa siikumbuki. Lakini Mungu alinionya. Na aliponionya nilirudi haraka sana. Sema amen. Sema amen. Wapendwa, tusikuje kwa kanisa kuomba viti. Waje tukuje na malengo na makusudi. Tumfurahisha aliyetuumba. Bwana asifiwe. Unajua
mimi nikihubiri na furahi, na hata usipofurahia hii injili najisikia mimi mwenyewe. Sema amen. Mungu anatafuta mtu atakayesimama kwa pengo, aseme ya kwamba mimi niko hapa. Kama Isaya alipomuona Bwana, Mungu akamuuliza ni mtume nani? Akasema Bwana, niko hapa, nitume mimi. Mungu anatafuta watu kama hao. Lakini wewe ukikuja kwa hii kanisa uko na malengo yako, ama kama kuna mmoja wa wachungaji alikwambia ukikuja kwa kanisa yetu tunamwagiananga vikoi na vikombe, sasa ukikuja kwa kanisa yetu utajaza kabati, toka hapa uende, kwa sababu vikombe havitaleta baraka kwa maisha yako. Unaona vile dada unachunga hiyo nywele yako, unaona vile unachunga hiyo sura yako mpaka unaweka makeup. Chunga moyo wako hivi, si kuchunga makeup na roho ni chafu. Mungu hapendi hivi. Haleluya. Roho mbaya inafanya hata unalaaniwa. Laana inaingia kwa familia. Nilienda Tanzania kumbuki mwaka gani? Tukafika na mchungaji wangu. Tulipofika hapo nikakuta dada mwingine mikono, unaona yule mtu mwenye amelema, mikono iko hapa. Hapa ndio mwisho wake. Nikauliza kwa nini huyu dada ilikuwa hivi? Pastor wangu kumbe Mungu amemfunulia. Akasema mniitie huyo dada, nataka kumuombea. Alipokuja kwa ofisi, kile kitu kilifanyika. Alimuuliza dada nini ilifanyika? Kwa sababu gani? Roho tu mbaya ilifanya kawa hivyo. Alikuwa anacheza keyboard kwa kanisa. Wakati dada mwingine alikuja, akasimama kwa wageni, vile dada yetu amesimamisha wageni. Bwana Yesu asifiwe, amen. Mimi naitwa so, mimi Mungu amenibariki, nimekuja kuwatembelea, lakini napenda kuimba. Sitaki kuongea sana, niweze kufanya nini? Kumalizia wimbo wangu wa ushuhuda. Hiyo ni kawaida yetu. Naomba mniruhusu nicheze kinanda. Bila alicheza tu hicho kinanda, huyu mwenye anachezanga hapo akasikia vibaya, mikono ikarudi kwa tumbo. Na hiyo ndivyo kulikuwa. Hata nimesikia watu wamepiga watoto mihoho. Si mihoho, ni roho mbaya ndani ya huyu mtu. Anaona katoto kako ni karembo, katoto kako ni handsome, anasikia vibaya hata wao ungekuwa hivi. Na mtoto hata ugonjeka. Roho. Hakuna ati alienda mahali akapewa vitu vimekaa kwa maisha yake. Roho ndiye inasababisha. Na mpendo, ukilinda roho yako katika maisha yako, ukilinda moyo wako, utaona baraka za Mungu. Hata uponyaji wenyewe utajileta. Kwa sababu hata mimi sidhani kama nina adui. Na unajua nikikuja hapo wasiponiambia kwamba nisihubiri nitakaa hapa, kwa sababu neno la Mungu ni la wanadamu wote. Si lazima nikuje nihubiri, it's not a must. Lakini kuna mtu akinyimwa hii microphone anaanza kurandaranda kwa makanisa. Ati yeye ni apostle. Hakuitwa lakini anarandaranda kwa makanisa. Mwingine akakuja huku nikiishi Kimilili. Anatoka huko Uganda, I'm sorry to say that. Ati brother, naona Mungu anaenda kukutumia kuja hapa nikuombee. Akaanza kuniombea akinisukuma. Akaanza kunisukuma tukafika mwisho. Sasa tumefika mwisho, huyu Mungu ananisukuma, ananipeleka wapi? Nilimshika, tulienda na yeye chini. Siwezi enda peke yangu kwa sababu si Mungu ameniangusha, yeye amenisukuma. Lakini tuko na watu kwa kanisa leo, Mungu akikuja kama mtu anajimachilia tu, anajua Asha hapo nyuma. Na akijua kama Asha yuko nyuma hata anguka. Utakonga hiyo kisoko chini mpaka upelekwe Kenyatta. Kitu kitaangusha chini. Hapa hakuna Mungu. Na ndio unaona kwa wanaume, ukiombea mwanaume kuanguka ni ngumu. Na ukiona mwenye ameanguka, kitu cha kwanza amepakama na saa hiyo anakombolewa na anakuwa mtu mzuri. Lakini wamama ni wanachochea huyu mtu analeta uongo kabisa. Sijui nini ilifanyika, nguo yake ilipotea. Nguo. Na kama kisulisuli kuji ilifanyika wewe unapata kwa hiyo zilibebaka. Hii kisulisuli ya kubeba wanaita mkukuzo sifu si kama inaitwa ngapi. Ilibeba nguo ikaenda. Ni mchawi alichukua. Upepo ilikuwa kwa matembezi yake ikakuta nguo yako utaweka begi ikachukua. Unaanza kulaumu watu. Watu wako tu hapa wakisikia kitu kinafanyika wamenitumia kitu. Mimi wacha niwaambie. Mungu alipomuumba Adamu, aliumba wanyama. Na alipoumba wanyama akamaliza, akaumba Adamu.
Alipoumba Adamu akamwambia Adamu, nimekupatia mamlaka juu ya hawa wanyama wa angani, wa msituni na wa majini. So kitu chenye Mungu aliweka chini yako hakiwezi kunitisha. Hata nikute nyoka kwa boma yangu sasa nitaua na nitupe. Lakini Mungu akiona tu nyoka, yamenipata, nimeona nyoka nyeusi hapa. Hatujawahi ona nyeusi. Unaogopa kitu chenye Mungu alikwambia ukitawala. Wengine nilisikia kichoko iliwika tusijui sana ngapi. Walichinja tu choko bila makosa. Tamaa ya nyama. Ina mikono yako, sema amen. Wapendwa, tusipobadilika katika maisha yetu, tusipolinda mioyo yetu, tutateseka kwa matapeli. Tutateseka kwa wachungaji waongo. Imagine. Nairobi yenye ninakaa hii kuna mapasa wanajulikana waongo kabisa. Tena ni watapeli, tena ni watu wabaya kabisa. Hebu unaweza pause hapa kwanza niongee kitu. Wewe kuchukua kamera. Mungu anapenda hard people. Wale watu wa kujituma, wale watu ambao wanaenda kufanya mambo. Sema amen. Wewe unangoja kukaribishwa kwa praise and worship. Unangoja kukaribishwa. Wake up. Which means you are not ready. Mtu yule ambaye ana kipawa cha Mungu anajileta. Na mtu mwenye ana kipawa cha Mungu anajituma. Siku moja nikihubiri kwa mjengo, nikifanya kazi ya mjengo. Kila sasa wakati watu wameshika kopo la uji na kideni wanakula, mimi nashika Biblia naanza kuhubiri. Kijana mmoja akakuja akaniambia, "Hatunajua watu wenye wao wanaokoka ni watu sura mbaya." Hiyo kitu iliniuma sana. Ilibidi nitafute kioo. Niende niangalie kama mimi na sura mbaya au niko na sura nzuri. Na kabla wakati niko nakaribia kioo, tulikuwa tunafanya mjengo unakamilika, walikuwa wanaweka vioo. Niona neno limejiandika hapa ya kwamba Mungu alifanya mwanadamu kwa mfano wake. Which means alisema God. Kama mimi ni sura mbaya, kama Mungu ni sura mbaya. Unajua sisi tumefanya vitu vingine mpaka wanadharau kanisa leo. Kanisa halina dhamana kwa sababu ya vituko vya wanadamu. Kwa sababu ya kutolinda Mungu. Bwana asifiwe. Wewe hata utakuja ibada umekuja kuangalia fulani amevaa aje, fulani ameshuka aje, hizo ni pesa zetu. Hizo pesa kaa nazo. Wewe huwezi shiriki yako hiyo saidia Mungu. Kaa tu kijua hiyo. Wewe ukifikiria unasaidia hii kanisa, kaa na pesa yako, hata fungu la Mungu zitoe. Mungu anataka wale watu wa kulinda moyo. Mtu wa kulinda moyo ni mtu wa kufuata masharti. Mtu wa kulinda moyo ni mtu anafuata kanuni za Mungu, anasema ni kuhusu kutoa. Ina mikono yako, sema amen. Lakini unakuja tu hapa tunaenda kwa kanisa, hata wengine wako hapa wamekuja hapo wakufe waziko. Nashukuru Mungu utakufa. Leo ninanipigia simu mshirika ameaga. Mimi nipata platform kwa sababu nina roho wa Mungu, nihubirie wenye dhambi. Na wewe kwa sababu ulikuja hapa uzikwe, tukusike na uende jehanamu. Najua hapa mwezi sana amen. Amen. Ina mikono yako, sema amen. Linda moyo wako kuliko vyote ulindani. Wakati unapolinda moyo wako, upendo unakuwa na amani. Maandiko yamesema ya kwamba na ujitenge na kinywa cha ukaidi. Mtu anasimama tu anatoa ushuhuda wa uongo. Nilimuona, niliota. Unajua kitabu cha Mhubiri kinasemaje kuhusu ndoto? Ndoto huja kwa sababu ya shughuli nyingi za mchana. Wewe uone mwanaume wa mtu hapo mtamani. Kuja hapo unaanza kusema hata niliota nilikujia kwa ndoto, kumbe wewe ni mshika. Wewe ulimuona kwa barabara ukamfikiria, ukaenda kalala ukamuona. Unaanza kusema ati nimeota ndoto, Mungu ameniambia. Maandiko yanasema kwamba ndoto huja kwa sababu ya shughuli nyingi za mchana. Ndoto ya Mungu huja mara tatu kulingana na experience yangu. Mungu akikuonya na kuonya mara ngapi? Kama mimi Mungu alinionya mara ngapi? Wakati nilibackslide 4 times, nikaacha wokovu, Mungu alinionya mara 3. Nakumbukanga tu 2. Lakini hii ya 3 huwa siikumbuki. Lakini Mungu alinionya. Na aliponionya nilirudi haraka sana. Sema amen. Sema amen. Wapendwa, tusikuje kwa kanisa kuomba viti. Wacha tukuje na malengo na makusudi. Tumfurahisha aliyetuumba. Bwana asifiwe. Unajua hata mimi nikihubiri na furahi. Na hata usipofurahia hii injili najisikia mimi mwenyewe.
Sema amen. Mungu anatafuta mtu atakayesimama kwa pengo, aseme ya kwamba mimi niko hapa. Kama Isaya alipomuona Bwana, Mungu akamuuliza ni mtume nani? Akasema Bwana, niko hapa, nitume mimi. Mungu anatafuta watu kama hao. Lakini wewe ukikuja kwa hii kanisa uko na malengo yako, ama kama kuna mmoja wa wachungaji alikwambia ukikuja kwa kanisa yetu tunamwagiananga vikoi na vikombe, sasa ukikuja kwa kanisa yetu utajaza kabati, toka hapa uende, kwa sababu vikombe havitaleta baraka kwa maisha yako. Unaona vile dada unachunga hiyo nywele yako, unaona vile unachunga hiyo sura yako mpaka unaweka makeup. Chunga moyo wako hivi, si kuchunga makeup na roho ni chafu. Mungu hapendi hivi. Haleluya. Roho mbaya inafanya hata unalaaniwa. Laana inaingia kwa familia. Nilienda Tanzania kumbuki mwaka gani? Tukafika na mchungaji wangu. Tulipofika hapo nikakuta dada mwingine mikono, unaona yule mtu mwenye amelemaa, mikono iko hapa. Hapa ndio mwisho wake. Nikauliza kwa nini huyu dada ilikuwa hivi? Pastor wangu kumbe Mungu amemfunulia. Akasema mniitie huyo dada, nataka kumuombea. Alipokuja kwa ofisi, kile kitu kilifanyika. Alimuuliza dada nini ilifanyika? Kwa sababu gani? Roho tu mbaya ilifanya kawa hivyo. Alikuwa anacheza keyboard kwa kanisa. Wakati dada mwingine alikuja, akasimama kwa wageni, vile dada yetu amesimamisha wageni. Bwana Yesu asifiwe, amen. Mimi naitwa so, mimi Mungu amenibariki, nimekuja kuwatembelea, lakini napenda kuimba. Sitaki kuongea sana, niweze kufanya nini? Kumalizia wimbo wangu wa ushuhuda. Hiyo ni kawaida yetu. Naomba mniruhusu nicheze kinanda. Bila alicheza tu hicho kinanda, huyu mwenye anachezanga hapo akasikia vibaya, mikono ikarudi kwa tumbo. Na hiyo ndivyo kulikuwa. Hata nimesikia watu wamepiga watoto mihoho. Si mihoho, ni roho mbaya ndani ya huyu mtu. Anaona katoto kako ni karembo, katoto kako ni handsome, anasikia vibaya hata wao ungekuwa hivi. Na mtoto hata ugonjeka. Roho. Hakuna ati alienda mahali akapewa vitu vimekaa kwa maisha yake. Roho ndiye inasababisha. Na mpendo, ukilinda roho yako katika maisha yako, ukilinda moyo wako, utaona baraka za Mungu. Hata uponyaji wenyewe utajileta. Kwa sababu unapata mimi sidhani kama nina adui. Na unajua nikikuja hapo wasiponiambia kwamba nisihubiri nitakaa hapa, kwa sababu neno la Mungu ni la wanadamu wote. Si lazima nikuje nihubiri, it's not a must. Lakini kuna mtu akinyimwa hii microphone anaanza kurandaranda kwa makanisa. Ati yeye ni apostle. Hakuitwa lakini anarandaranda kwa makanisa. Mwingine akakuja huku nikiishi Kimilili. Anatoka huko Uganda, I'm sorry to say that. Ati brother, naona Mungu anaenda kukutumia kuja hapa nikuombee. Akaanza kuniombea akinisukuma. Akaanza kunisukuma tukafika mwisho. Sasa tumefika mwisho, huyu Mungu ananisukuma, ananipeleka wapi? Nilimshika, tulienda na yeye chini. Siwezi enda peke yangu kwa sababu si Mungu ameniangusha, yeye amenisukuma. Lakini tuko na watu kwa kanisa leo, Mungu akikuja kama mtu akugae, anajimachilia tu, anajua Asha hapo nyuma. Na akijua kama Asha yuko nyuma hata anguka. Utakonga hiyo kisoko chini mpaka upelekwe Kenyatta. Kitu kitaangusha chini. Hapa hakuna Mungu. Na ndio unaona kwa wanaume, ukiombea mwanaume kuanguka ni ngumu. Na ukiona mwenye ameanguka, kitu cha kwanza amepakama na saa hiyo anakombolewa na anakuwa mtu mzuri. Lakini wamama ni wanachochea huyu mtu analeta uongo kabisa. Sijui nini ilifanyika, nguo yake ilipotea. Nguo. Na kama kisulisuli kuje ilifanyika wewe unapata kwa hiyo zilibebanga. Hii kisulisuli ya kubeba wanaita mkukuzo sifu si kama inaitwa ngapi. Ilibeba nguo ikaenda. Ni mchawi alichukua. Upepo ilikuwa kwa matembezi yake ikakuta nguo yako utaweka begi ikachukua. Mwanza kulaumu watu. Watu wako tu hapa wakisikia kitu kinafanyika wamenitumia kitu. Mimi wacha niwaambie. Mungu alipomuumba Adamu, aliumba wanyama. Na alipoumba wanyama akamaliza, akaumba Adamu. Alipoumba Adamu, akamwambia Adamu, nimekupatia mamlaka juu ya hawa wanyama wa angani, wa msituni na wa majini.
So kitu chenye Mungu aliweka chini yangu hakiwezi kunitisha. Hata nikute nyoka kwa boma yangu sasa nitaua na nitupe. Lakini Mungu akiona tu nyoka, yamenipata, nimeona nyoka nyeusi hapa. Hatujawahi ona nyeusi. Unaogopa kitu chenye Mungu alikwambia ukitawala. Wengine nilisikia kichoko iliwika tusijui sana ngapi. Walichinja tu choko bila makosa. Tamaa ya nyama. Ina mikono yako, sema amen. Wapendwa, tusipobadilika katika maisha yetu, tusipolinda mioyo yetu, tutateseka kwa matapeli. Tutateseka kwa wachungaji waongo. Imagine. Nairobi yenye ninakaa hii kuna mapasta wanajulikana waongo kabisa. Tena ni watapeli, tena ni watu wabaya kabisa. Hebu unaweza pause hapa kwanza niongee kitu. Wewe kuchukua kamera. Unasema amen. Wapendwa, tulinde mioyo yetu na tutafute vile huyu dada alisema kwamba kwa hii madhabahu wameona baraka. Kama ni kujilenga hapa, jilenge hapa. Na hata mimi nakumbuka ukianza kuchanganya waganga, si utajipata babaya. Waganga wanajua hiyo. Waje kujifanya mtawahi. Na sasa tukisema hapa watu watoe nguo mmejajwa. Ukianza kubadilisha waganga, huyu anakukata hii, huyu anakuweka hii, dawa zitakolite. Ndio unatembea kama mwenye una mwelekeo. Wewe unaona punde unaanza kuambia watu ile farasi. Ulishachanganyikiwa. Kwa sababu gani? Umejichanganya. Hata ya makanisa ukijichanganya utajua hujui. Imani hapa ni tofauti na kazi nyingine hapo nje. Unanielewa? Mimi ningepita hapo wanahubiri vitu vingine ningechomoka kwa sababu na hii imani yangu ni tofauti. Lakini kwa sababu niliona wanahubiri neno, kwa sababu niko hapa. Lakini wewe unataka tu wakwambie, dada nani alikufa kwenu kwa ajali? Dada nani alijinyonga? Kuna nguo yako ilipotea. Kwenu watu wanakufanga tu mysterious. Sasa wewe unasema ndugu ya Mungu ameniona. Unaanza kumwaka machozi ya mamba. Wapenda, tukitaka kumuona Mungu, let us have faith in God. Tukuwe na imani ndani ya Mungu. Tusipokuwa na imani ndani ya Mungu, wapenda, tutahangaika hata kwa maisha yetu, hatutawahi ona baraka. Sema amen. Naongelea kuhusu kulinda moyo. Huyu ndugu alijipiga konde. Kama ni wewe si tumeleta microphone. Ulijipiga konde ukaona ya kwamba kanisa linahitaji microphone na Mungu anataka roho ya kujituma kama hiyo. Na ukitaka kujua, siku moja nilikuwa nasafiri. Nikakaa mbele ya matatu. Driver naona tu anakazana kuniangalia. Nikashindwa, huyu driver ana shida gani? Akaniuliza, mzee nikuulize. Mimi nafurahia kuitwa mzee. Hata kama yuko hapa ni mkubwa kwangu, lakini nafurahia kuitwa mzee juu ya hiyo. Inanipeanga heshima. Wewe endelee kudai ukai kichanga, lakini mzee ndio hiyo. Pende usipende itakukula. Mimi najua nikienda hata hivi ile kikaa nyeupe, hapo. Akaniambia, wewe unakaa mchungaji. Nikamwambia kwa nini? Ati hapana, wewe unakaa pastor. Nikamwambia umekonga nini? Na nikanyamaza. Mbona nilitambua mimi ni pastor? Roho iko ndani mwangu aliitambua. Lakini wewe watu wanakutambua kwa nini? Vitina. Ukopa madeni ya watu haulipi. Hata ulichukua mshwari utamaliza kulipa. Bako ulibadilisha laini. Yes. Umefululiza ukabadilisha laini. Ukachukua kitambulisho cha mke wako, sasa hiyo yako utaki kujulikana. Kuna watu wengi ukitumia pesa leo kama mshawaiona. Wewe unajua mimi naitwa Maxwell Makali, si kweli? Lakini nikikutumia pesa linafuja Eugene wa mara. Ino mikono yako sasa amen. Wapenda, tukitaka kuona mbingu ile tunaenda, Kanani kulicha, tengeneza moyo wako. Kuna wimbo wa Luya wao wanaiba, na wewe nyaho mulola, ukala kale muliloba, na wewe nyaho mulola. Sijui anaitaka hivyo. Na wewe nyaho chaiko, usale muliloba. Hiyo kwenda kwa baba ile yenye unataka, tengeneza moyo. Tengeneza maisha yako. Wacha kuanza kukukaba, unasumbua watu, roho yako yenyewe inakaa chafu. Ina mikono yako sema amen. Usome mstari mwingine kwa Biblia. Tuangalie kitabu cha Wangapi wanafurahia Injili?
Kama ufurahii wewe kaa tu hivyo. Mungu atakusaidia mbele. Kitabu cha Yeremia. Kitabu cha Yeremia sura yake ya 17 mstari wa 9. Msomaji kama umepata nisomee. Bwana akaniambia hivi, enenda ukasimame. No, Yeremia 17 Yeremia 17:9. Unasemaje? Moyo huwa mdanganyifu kuliko vitu vyote, una ugonjwa wa kuufisha. Nina awezaye kuujua? Sikiza, Yeremia anasema ya kwamba moyo wa mwanadamu ni mdanganyifu kuliko vyote. Nani awezaye kuujua? Kuna watu hawajuangi wamepotea. Kuna watu hawajuangi hawako mahali ambapo hapastahili. Lakini unakuta mtu anang'ang'ana, moyo wako umemdanganya. Azitoka kwa hii kanisa, ukienda mahali fulani utafanikiwa. Upendo mimi sina shida. Wewe ukisikia kwenda wewe enda. Mimi hata mkipakisha page sedefu au preach here, nitahubiri hapa kwa sababu Biblia inasema ya kwamba Yesu alipokuwa anaenda Yerusalemu alisema nini? Hao Mafarisayo wakalalamika, acha wanafunzi wako wanapiga kelele. Yesu akasema ya kwamba hata wakinyamaza mawe itapiga kelele. Unajua mimi nikianza kuhubiri, si kuanza kuhubiri tu hivi. Nilikuwa nachukua koti na valisha kiti. Kwa kiti. Naifanya hivi. Hata nikuonyeshe. Nilikuwa nafanya hivi. Hii ni kiti. Sasa hakuna watu wakaenda kupanga vyombo. Biblia inasema Yesu ndiye yule jana na hata milele. Habadiliki. Yeye anatumu milele. Hivyo ndivyo nilianza kuhubiri. Nilichukua koti nikawa mtu na nikaanza kuhubiri mpaka leo. Leo naweza hata kuhubiri mbele ya watu 10,000. Naweza kuhubiri mbele ya watu zaidi ya 10,000. Hata 50,000 naweza kuhubiri kwa sababu ninajijua mimi ni nani. Unajua kuna ushuhuda mwingine watu wao wanatoa. Ni vizuri kutoa ushuhuda. Ati mimi Mungu amenilinda tangia utoto, sijakulipa chochote. Wewe utalipa nini Mungu? Iko kitu wewe utalipa Mungu? Ati Mungu amenilinda kutoka utoto wangu mpaka leo sijawahi kulipa chochote. Wewe iko kitu unaweza pea Mungu? Ina mikono yako sema amen. Una ushuhuda mwingine ukikuja mbele chuma kile kitu unaongea. Fikiria. Kama watu wametoa hapa ushuhuda wakasema ya kwamba nilikuwa mgonjwa, huyu dada ametoa ushuhuda huo umesikika. Watu wametoa ushuhuda. Bila wamekuwa wagonjwa Mungu akawainua. Wengine watoto wameenda college, hiyo ni sawa. Wewe ulikuwa kwa safari ya ajali karibu itokee Mungu akakulinda. Hiyo ndio ushuhuda. Kama kuna mwingine alisimama tu kwa kanisa. Akasema Bwana asifiwe. Mimi nafanya kitu biashara kwa kuuza nyanya. Naona ile mtu ametoa hapo chini. Alikopa nyanya yangu shasti wiki mpaka leo hajawahi lipa pesa. That's why me I don't comment sometimes testimonies in the church. Kuna mtu atakuja kuajiria kwa bora ndani ya kanisa, hamtaki. Ndio kusema kwani kwa hii kanisa hapa iko watu kukopa tu pesa na hawalipi. Na anachomoka naye. Kuna ushuhuda zingine kwa chana nazo. Kama una ushuhuda hata kati. Sema amen. Mimi nimesafiri jana kutoka Nairobi. Tumepitana na magari nyingi, tukakuta zingine zimeingia kwa mtaro. But hii ilifika. Nimefika asubuhi, huo ni ushuhuda. Huo ni mkono wa Bwana. Lakini si kwenda kukashifu mtu ati yeye ushuhuda, hakuna ushuhuda kama hiyo. Hakuna. Moyo ni mdanganyifu kuliko vyote. Kama moyo wako unakudanganya, tafuta moyo wake. Unajua Yesu alisema aje? Kuna mtu mmoja alikuwa na mapepo 7. Walipotoa hiyo pepo zikaenda, ziliporudi zikakuta hiyo nyumba iko empty. Walikuja 7. Kama ulikuwa mfitinaji, wewe utakuwa mchongezi. Which means nyumba yako hujaiandaa, moyo wako haujaulinda. Na moyo mara nyingi ni mdanganyifu. Na mimi sitakosa kuhubiri hiyo. Moyo wa mtu ni mdanganyifu. Mwingine anaona tu hata unahubiri anasema sasa huyu naye anakusikia. Mimi nilishawahi pewa sumu.
kwa sababu ya madhabahu. Hii sitaki kuwaficha. Nilipewa sumu hapa Kimilili. Tumeiba mkutano mkubwa. Bwana, yule mtu mwenye alikuwa ana koti ndio mkutano akasema watu unajua watu wengi walijua mimi Mkongo. Kwa sababu tena nilikuwa mwepesi, nikifanya miguu hivi, hata ukiweka hapa jikoni nikipepeta itawaka. Nilikuwa nakatika mpaka watu wanaona Mungu. Huyu akasema unaona hii tujuizi tunaletea wangu hapa. Kumbe wametia kwa nasumu. Mtoto wa Mama Grace nikaweka kwa tumbo. Mimi ndio huyo nilimalizia hospitali. Moyo wa mtu. Huo ni mpango wa moyo wa mtu. Leo kama mtu hakutaki, atafanya chochote. Hata huyu jamani amejifanya sana reverend kwa kanisa miaka mingi. Usiendeke kila mahali kukula, wacha nikuibie siku. Mama Bishop, Pastor Romero. Si kila mtu anaona ukisimama hapo ukiongoza wewe mzuri. Si kila mtu. Kuna mtu mwingine anasikia tu kukutoa dunia hii. Mama, mtu anasikia tu kukutoa kwa hiyo karani. Mwalimu, huyu anasikia tu huyu naye anatukutia na kwambia nini? Huyu mtu acha tumuondoe. Waimbaji ndio wanakuwa na roho nyepesi kama ya kuku. Hadi kwa sababu wamemsema, "Jaya kesho basi imba." Sisi simba wacha mimi. Utatoka na Mungu analeta mtu mwingine. Si kila kitu utaletewa uweke kwa mdomo. Si kila kitu. Kwa sababu mioyo ya watu hapa nje ni migumu. Watu wana roho tofauti, watu wanafikiria kinyume. Moyo wa mtu ni mdanganyifu, anafikiria akifanya hivi amepanga vizuri. That's why na sisi kama Wakristo, watu wenye tumeokoka tulinde mioyo yetu. Tukilinda mioyo yetu, Mungu atafurahia. Wacha mioyo yetu ikuwe ibada kwa Mungu. Wakati tunapoinua mikono, Mungu anaona baraka. Wakati tunapoinua mikono, Mungu anaona miujiza. Ndio naona watu wengine wanafanya tu hivi na watu wanapona. Mimi niliwajiwa kanisa lingine hapa Kakamega. Na ngo yangu akaenda London. Na alikuwa anahakikisha every weekend naenda nafanya mkutano. Na ninashiriki huko. Kanisa likajaa, kanisa watu wanakaa juu na chini. Sasa kitu kilifanyika, siku ile alirudi akasema siwezi kuhubiri, nataka umalize na uweze. Nilipohubiri nikamaliza basi akaniambia kuja upige magoti hapo. Akaniombea. Hata kabla sijamaliza kuhubiri, nikaanza tu kuimba vile nilikuwa naimba nikianza kuhubiri. Nikafanya tu mikono hivi. Watu walianguka na mpaka leo hawajawahi kuanguka. Kuonyesha ni kwa kimwili. Na wauliza hiyo kuonyesha ni kwa kimwili. Mungu alifanya kazi yake wakati ule. Na chenye Mungu alifanya jana hatafanya leo. Na chenye atafanya leo hatafanya kesho. Mungu hufanya vitu tofauti tofauti. Mimi nitakuhubiri hivi neno likushike uende ukae chini. Nafanya hivi. Ukitaka kufaulu maisha yako, enda kwa mila. Jiangalie, ujikalishe mkutano. Mimi ni Mkristo wa haki. Kaa tu kwa kioo hii karatasi iko. Ujiulize, mimi ni Mkristo wa haki. Yesu akirudi, tazama fikiria saa hii. Je, mbinguni nitaenda? Hiyo maswali ya Mkristo. Ndio naona mimi siogopangi kukufa. Sijawahi ogopa. Na hata kifo kimeuliza nitawaambia fanye nini. Wacha nifike Bungoma alafu nipunguze gharama. Maisha yangu nimeshatengeneza. Lakini ukiona mtu ndio unaona kifo cha mwenye dhambi, Mungu apendi. Mtu anakufa anafungua meno mpaka anafunga kitambaa huko. Kuipita hapa hivi afunge meno unalaani nani? Wewe na shida zako. Lakini mtakatifu akisha lala hivi, hata mtajua amekufa. Hata mnaona kama anacheka. Lakini mnakuta tu mtu alikuwa anakimbia, anatoroka, mpaka wadunge shindano tu amekanda, ndio warudishe miguu asukume kwa hapo. Ulikuwa unakimbia ukienda wapi? That's why maandiko yanasema kwamba Mungu afurahishi na kifo cha mwenyewe. Kwa sababu moyo wa mwanadamu umemdanganya. Moyo wake umemdanganya. Nataka kumaliza. Tusome basi zingine hapa karibu 2 hivi alafu tumalize. Ezekiel chapter 18 verse 20. Tunaongelelea moyo. Umesikia? Tunaongelelea moyo. Hata kama utashika vazi zote, mzee wako ama wanaba akikuuliza ama bibi yako akikuuliza walihubiri sema walihubiri kuhusu moyo. Unielewa? Nenda tu sema walihubiri kuhusu moyo. Yeye akiwa na akili atajijazia. Umepata? Roho itendayo dhambi
ndiyo itakayokufa. Ngoja. Roho itendayo dhambi ndiyo itakayokufa. Unasikia? Wewe kama unatenda dhambi, roho hiyo ndiyo itakayokufa. Unajua kitu kikikufa kirudi. Unajua kwa nini mwili huwa inakufa? Mwili tunaondoka kwa mwili. Mtu anaondoka kwa mwili inakufa. Nafsi ya Mungu inamrudia mwenyewe. Alafu inasemaje? Mwana hatachukua uovu wa baba yake. Mwana hatachukua uovu wa baba yake. Alafu wala baba hatachukua uovu wa mwanawe. Na wala baba hatachukua uovu wa mwanawe. Haki yake mwenye haki itakuwa juu yake. Haki yake mwenye haki itakuwa juu yake. Na uovu wake mwenye uovu utakuwa juu yake. Naye uovu mwenye uovu itakuwa juu yake. Hebu achia. Roho itendayo dhambi ndio itakayokufa. Unanielewa? Wewe ukisema dada niko na roho gani? Kuna wengine watu wanaruka juu. Anaona dada yetu ameshuka vizuri, kumbe ni wivu, roho imekushika. Mimi nitakuweka kofu mpaka nikupeleke kwa chifu. Wewe unakataa kuoga, unakataa kujitengeneza nywele, unaanza kusingizia watu watenda roho. Wewe unajua kwa nini Paulo alisema ya kwamba enyi wanawake msishuke juu nywele? Wangapi walimu hapa? Mama. Kiswahili changu ndio kibaya ama mimi nasoma Biblia vibaya? Kujipanga kwenu kusiwe tu kwa mwili, bali uwe na roho. Lakini mtu amekataa kujitengeneza, ati Biblia ikataza kushuka. Hakuna mahali Biblia ikataza kushuka. Kile Biblia inakataa usiingie kushuka. Wewe kazi yako tu hata uombi, uko tu kwa kioo. Uko tu kwa kioo. Hiyo ndio kitu nafikiria, hakuna kitu kingine. Maombi hauombi, Biblia hausomi. Bakio nafikiria kushuka na meka. Na wanaume na tusudi twingine na kutembea na kafimba kapakola kwa soko. Yaani hivi vitu nafikiria, hapo anaanza kuambia watu watoto wanani walisoma kama wao. Sio nakaa hapa na hata hakuna kitu umesomea hata shuleni na wewe ikae. Mbona niambia nini? Watu kama hao ndio Paulo alikuwa anaongelea. Sema amen. Wewe usikatae kuvaa vizuri kwa sababu Biblia inasema kwamba tusivaa vizuri. We have to appear smart before God. Unajua Biblia inasema ya kwamba jinsi mtu anavyoonekana nje, hivyo ndivyo alivyo. Sema amen. Mathayo 15 verse 17. Matthew chapter 15 verse 17. Up to 20. Hamjafahamu bado ya kuwa kila kiingiacho kinywani kupita tumboni kikatupwa chooni, bali itokavyo kinywani ni vya kutoka moyoni, navyo ndivyo vimtiavyo mtu najisi. Kwa maana moyoni hutoka mawazo mabaya, uuaji, uzinzi, usherati, wivu, ushuhuda wa uongo na makutaniko. Hayo ndiyo yamtiayo mtu unajisi. Unasikia ile Biblia inasema, bali vitokavyo kinywani vyatoka moyoni. Ukisikia mtu anaongea kitu amekiweka kwa muda mrefu, sema amen. Mama, wacha nikwambie, kuna watu hapa nje akitaka kukwambia kitu lazima aende akunywe. Hawezi kukufesi tu hivi. Aenda akunywe, yakwambie yale ambayo yako na. Sisi ndugu yangu. Anakuja kukwambia yale yako leo, aliiweka akasema, leo ninaenda kukunywa chana, nataka kuambia wewe mtu kweli. Hii kitu kimekaa moyoni. Na maandiko yanasema kwamba vitokavyo kinywani vimetoka moyoni. Mtu wewe amka tu unaanza tu kuongea kama mtu mwenye akili. Mtu mwenye akili mwenye simu mwenye kupoteza akili yake. Lakini mtu mwenye ana akili zake timamu, maandiko yanasema ya kwamba huyu mtu maneno yake ametoa moyoni. Na inasema hivi, navyo ndivyo vinavyomtiavyo mtu unajisi. Na hiyo ndio vitu vinatia mtu unajisi. Ukisoma hapo Biblia inasema ya kwamba viingiacho kinywani viende tumboni na viende choo, haliwezi kutia mtu nini? Unajisi. Unajua unafi ni zako. Wewe unaenda kwa wenyewe umeshiba tu bado unajilenga masoda.
Wewe unajilenga tu michele na yaani tumbo yake imekataa, lakini bado unafanya nini? Unajilenga. Bado tu unakula, baadaye unaanza kutoa hiyo harufu mbaya. Na hiyo harufu mbaya unataka uende kwa Yesu tu. Umeelewa? Baada kuwa kama fisi. Fisi ilionyeshwa nyama huko, zikaenda zikakula nyama, ikaambia sungura, mimi sitaki hii chakula vitoke, enda unishone. Sungura. Fisi ikaenda ikashonwa. Sasa wakati unajua mtu lazima apumue. Ikafika wakati wa kupumua, fisi ilishindwa ilipasuka kwa sababu ya tamaa yake. So tuko na watu wa aina hiyo hata kwa kanisa leo. Inua mikono yako sana hivi. Wapendwa, chunga kile kinatoka kwa kinywa chako. Sifa na utukufu lazima simrudishie Mungu kitoka kwa kinywa chako, which means hiyo ndio imekaa moyoni mwako. Sema amen. The last verse. Matthew chapter 5. Verse 3. Alafu nataka tuombe. Ukilinda moyo wako, utaishi maisha ya wokovu na kufurahia. Heri walio maskini wa roho. Heri walio maskini wa roho. Maana ufalme wa mbinguni ni wao. Maana ufalme wa mbinguni ni wao. Achia. Heri walio maskini wa roho. Maana ufalme wa mbinguni ni wao. Si kukosa nguo ndugu yangu. Si kuishi kwa nyumba ya nyasi yenye mera. Unajua kuna watu wanaishi kwa nyumba ya kile na kai lakini matajiri. Sema amen. Unajua kuna watu wanasema baba yetu aliye mbinguni, jina lako litukuzwe, ufalme wako uje, utoke wapi? Ufalme lazima ukae ndani mwako kwanza. Sema amen. Ufalme wa Mungu lazima ukae ndani mwako kwanza. Na ufalme wa Mungu ukikaa ndani mwako, wewe ni tajiri. Si lazima uendeshe gari ndio uwe tajiri. Sasa hebu niwaulize leo, hao watu wote wakiwa na magari kwa hivyo kaudi yetu yakati kutabaki wapi? Na ukipeleka kwa jirani mnaanza kusumbuana. Pengine hapo na hoteli anakuambia unakinga hoteli yangu. So, si lazima sisi wote tukue nani. Unanielewa? Na Mungu anajua kwa nini atakupea. Siku nyingine nikaenda kuhubiri kumsema mahali panaitwa Dongoso. Nikahubiri nikamwambia watu kwamba Yesu anaweza. Yesu aliponya kiwete akakuja na hiyo Luka pole kutumia hiyo Luka. Akakuja na wheelchair kwenye niko. Hiyo nilikuwa. Akakuja naye hapa. Wewe unasema Mungu yuko. Mungu ako wapi? Angekuwepo ningekuwa kwa wheelchair. So watu wengine ukiona watu wengi Mungu ana sababu. I'm sorry to say that. Sema amen. God has a reason why. Na kwa kila maisha ya mwanadamu, ndio mimi niliwaambia I preach like never. Ya kwamba sitaishi tena. Na lazima unijue ukweli usemwe. Bwana Yesu asifiwe. Kuna watu hapa wakipata tu milioni moja hapa, utakuona kwa kanisa. Na Mungu alijua roho yako vile ni mbaya, vile roho yako ni mzito, akaamua kukupatia bibi wa kichwa ngumu, ndio ujifunze kuomba. Mama mmoja alikuwa anapigwa na bwana yake kila siku, akaenda kwa mganga. Alipoenda kwa mganga akamwambia condition zangu utaweza, akamwambia nitaweza. Unaona ile manyoya inakuwa kwa mkia ya simba, ndio uniletee. Nitakutengenezea bwana yako. Mama alienda kwa mbuga ya wanyama kila siku na nyama. Anatupia simba. Baadaye simba ikamzoea. Huyu mama ndiye ananiletea nyama. Sijui ilikuwa miaka ngapi lakini simba ilimzoea. Na akatoa manyoya, akamrudishia akaletea mganga. Mganga akamwambia una hakika hili manyoya ya simba ya mkia? Akasema yeye. Ndio alipombeleza simba enda kumbeleza bwana yake. Kuna vitu vingine katika maisha Mungu anaruhusu vikue ili ukue muombezi. Wala kupigwa wacha kutoroka. Pengine Mungu anajua. Then God knows. Because ukitoka hapo kesho tutataka mwanaume utatafuta tu kama huyo. Tofauti tu jina sio yeye. Lakini ni huyo tu. Luka basi 8. Sasa basi 8. Heri mwenye moyo safi, maana hao watamwona Mungu. Heri mwenye moyo safi. Hapo ndio conclusion yangu ya mahubiri yangu. Heri wenye moyo safi, maana hao ndio watamuona Mungu. Ukiwa na roho safi, utaingia katika ufalme wa Mungu. Ukiwa na upendo kwa wenzako, wewe utamuona Mungu. Ukiwa na faraja kwa wenzako, wewe utamuona Mungu.
Wewe ukiwa unasaidia wenye hawajiwezi, wewe utamwona Mungu. Sema amen. Wapenda, tusidanganyane hapa. Tusije tukadanganyana na vitu vyenye tuko navyo. Wanataka watu wenye moyo safi. Simama kwa miguu yako. Sijui kama umebarikiwa na wanda ikawa injili haitahubiriwa mahali pengine tena. Wanda ikawa haitawahi kuhubiriwa mahali pengine. Wewe upige moyo wako konde. Ulinde moyo wako kuliko vyote ulindani. Wewe ujiangalie katika maisha yako. Kwa nini mambo yangu yanaendea malama? Kwa nini vitu zangu nikiomba maombi yangu hayajibiwi? Nataka uende upige moyo wako konde. Umwambie Mungu ya kwamba Mungu, mimi nataka kuishi maisha mazuri. Nataka kuishi maisha ya furaha. Na ukitaka kuishi maisha ya furaha, kanuni ni Biblia, neno la Mungu. Hakuna dawa nyingine tutakupatia. Kanuni iko hapa. Hii ndio itakuongoza. Hii ndio itaongoza ndoa yako. Hii ndio itaongoza familia yako. Hii ndio itaongoza jamii yako kwa ujumla. Iwapo utafuata maagizo yako. Haleluya, mikono kwa juu. Nikatala na mashikano. Umefanya vitu ambavyo havikufurahishi hata wewe mwenyewe. Unaona kabisa hii vitu havikufurahishi Mungu na havikufurahishi wewe mwenyewe, na unasema ya kwamba mtu wa Mungu, nataka tuombe pamoja na wewe. Kuja hapa mbele tuombe pamoja na wewe, si makosa. Unajua kuna watu wamejikuta kwa hali fulani wenyewe, si kupenda, lakini unajikuta wakati Paulo anasema, wakati ninapotaka kutenda mema najikuta siyatendi, najikuta nafanya vitu opposite, na wanda ikawa yeye inatendeka kwa maisha yako. Sasa unaomba kusema kama mtu wa Mungu, omba pamoja nami. Mungu yuko tayari kukukomboa. Ushikila. Usinipite Mungu.
kiti cha rehema cha Mungu. Mungu peke yake ndiye ana huruma kwa ajili ya maisha yako. Mungu peke yake ndiye anaweza kukuweka huru mchana wa leo. Mungu amekuleta na sababu na lengo juu ya maisha yako. Mungu atasimamisha nyumba yako, Mungu atasimamisha ndoa yako, Mungu atalika watoto wako na atalika mashamba yako. Kwa sababu Mungu ambaye tunamhubiri si Mungu kigeugeu, si Mungu anayebadilika. Anasema ya kwamba ukimkiri kwa kinywa chako uamini ya kwamba yeye ndiye Bwana Mwokozi, utaokoka. Sema Bwana Yesu, naja mbele zako mchana wa leo, natubu dhambi zangu, naungama dhambi zangu, nisamehe makosa yangu yote, unifute jina langu katika kitabu cha mauti, andika jina langu katika kitabu cha uzima wa milele. Kuanzia leo nitakutumikia, kuanzia leo nitakuishia katika jina la Yesu. Baba Mungu, ishie milele kwa jina la Yesu. Ninambariki huyu dada na kuweka mikononi mwako. Amekata kauli ya kufuata na kutembea sawasawa na neno lako. Maisha yake nayaweka mikononi mwako. Tuma malaika wako wakatembee pamoja naye Bwana. Wacha malaika wako wakamlinde na wakamchunge katika biashara yake, katika shamba lake Bwana. Kazi yote anayoikuza Bwana, tuma malaika wako kumwongoze, kufanikishe katika njia zake Bwana. Na sana na mikono ya kuonyesha kwamba amesamehe, ameamua wewe na Bwana na Mwokozi. Bwana msaidie na kupigania kwa utukufu wa jina la Bwana Yesu Kristo, aliye Bwana na Mwokozi na Bwana kwa mimi. Huyu ndio baba yako wa kiroho. Lakini huyu ndio yuko. Kuna mama sasa kamera hapa pia yuko. Sio mpaka wachungaji wako hapa. Watafute, watakuonyesha njia ya kutembea. Watakuonyesha jinsi ya kuomba, watakuonyesha jinsi ya kusoma Biblia. Na utatembea katika imani. Leo umefanya uamuzi wa kuokoka na kumwamini Yesu. Hatua ya kwanza umefanya. Endelea kukuja katika ibada, endelea kukuja katika mikutano. Baadaye utapata mafundisho ya ubatizo, ili kwamba wewe ukabatizwe kwa maji mengi kwa jina la Baba na la Mwana na la Roho Mtakatifu, na kwa Kristo ambaye umebadilika. Nani kama
kutana kulingana na imani yako. Ile unalia moyoni mwako, Mungu anakijua. Mahitaji ambayo unahitaji Bwana anayajua. Na Bwana anaenda kukuweka huru. Baba wa mbinguni, katika jina la Yesu, ninakushukuru kwa sababu ya hao wapendwa wameleta mahitaji ya mioyo yao mbele zako Bwana. Bwana, ninanena ushindi na baraka juu ya maisha yao. Kutana na mahitaji ya mioyo yao Bwana. Mungu wetu, kawaonekanie mfalme wa majeshi. Naombea watoto wawili mfalme, hasa ile wasikuona siku Mungu wa majeshi. Baba, tunatamka ushindi na miujiza yake tetete katika jina la Yesu Kristo. Bwana, wacha wanapoenda kesho shule, Bwana, nena na walimu, nena na wale wasikuona siku Bwana. Mungu wetu, ya kwamba wakatende kulingana na hali uliyoahidi katika jina la Yesu. Tunaamrisha uwezo wako na mamlaka yako, maana vyote ni mali yako Bwana. Waamrishe wale ambao walitamka ya kwamba wanatoa scholarship kwa mtoto wakaweze kupenda kwa ajili ya hiyo nadhiri katika jina la Yesu. Kutana na wewe kijana Bwana, unajua mahitaji ya moyo wako, kama ni masomo, kama ni kazi, kila mahitaji Bwana ukamfungulie kuanzia sasa katika jina la Yesu. Asante Mungu wetu, Bwana wewe Mungu mwaminifu. Asante Mungu wetu, asante kwa ajili ya wikali. Naombea maisha yako Bwana, naombea maisha yako Bwana. Kutana na mahitaji ya moyo wako Bwana, wakati ya mapenzi yako Mungu wa majeshi. Nakemea kila nguvu za giza zinazoandama maisha yake, ninakemea katika jina la Yesu. Mweke huru kuanzia sasa katika jina la Yesu. Asante kwa ajili ya huduma Bwana. Kumbuka mahitaji ya moyo wako, asante kilio cha moyo wako Bwana. Mungu wetu, wale waliokuja kwako Bwana, huku wawacha hiyo Bwana, na neno lako linasema mahali popote ulienda ulitenda mema Mungu wa majeshi. Utendea mema mfalme wa wafalme, utendea mema kwa jina la Bwana Yesu Kristo. Kwa hiyo ndio unaopumzika Bwana wetu. Asante kwa ajili ya mdada. Kutana na mahitaji ya moyo wako Bwana. Kila analia Bwana anahitaji, kama ni uponyaji, kama ni basi, kama ni ndoa Bwana, isimamishe Bwana katika jina la Yesu. Wewe unajua Bwana, wewe unaona zaidi kuliko mimi Bwana. Kwa Bwana, jina lako liinuliwe ili kama utukufu wako uonekane Bwana. Ni asante Bwana, ni Mungu. Kana na mahitaji yako wakati wa mapenzi yako kwa jina la Yesu. Msalabani pako Bwana
hauko peke yako. Mungu ako pamoja nao. Mungu atatembea wewe katika jangwa. Mungu atatembea wewe katika mashuleni. Mungu ana uwezo wa kutembea na mtu. Biblia sana katika sana nilikuwa kijana, sasa nimekuwa mzee. Sijawahi na kwenye haki walikuwa kiachwa. Maana hautaweza kumtoa. Mungu atatembea pamoja nawe. Kama aliponya watu zamani, hata leo anaponya. Kama kuna magonjwa yalikuwa yameshika madaktari, Yesu aliponya na huyu mtoto katika shida. Haleluya. Simama tuombe Mungu wetu Elias. Hawa ni watumishi wa nyumba hii. Wakati Petro alikuwa ameshikwa akawekwa gerezani, Biblia inaniambia kwamba kanisa liliomba, na wakati kanisa liliomba Petro alifunguliwa. Ndugu wetu Elias anaenda kufunguliwa kwa gereza la magonjwa, anaenda kutembea na anaenda kufurahia familia yake. Nikuze tena, nikuze tena, nikuze tena, Bwana, Baba wa mbinguni, katika jina la Yesu, kwa nguvu na mamlaka ulionipa kwa kuhubiri Injili, nimesimama chini ya miguu yako Bwana, nikiitisha msaada wako na nguvu na uwezo ya uponyaji ndani ya nyumba ya Mzee Julius pamoja na mkewe pamoja na jamii yao. Natuma neno lako la uponyaji mahali popote alipo, ninanena uponyaji.